Msikilizaji wa Luseba TV, huyo ni Bi Tausi Juma Shaabani, ni mwenyekiti wa chama cha CHAWATIATA, chama cha waganga na wakunga Tanzania, akielezea ni namna gani Ebola ambavyo imekuwa ikileta athari kubwa sana kwa Watanzania. Hebu tukamsikilize. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Tausi Shaabani Juma, mhudumu wa afya ngazi ya jamii, mtaa wa Mkapa, kata ya Kumnyika. Nimekuja hapa kutembelea waganga wa tiba asilia. Niko ofisi ya waganga wa tiba asili CHAWATIATA mkoa wa Kigoma. Nimekuja kuelimisha ugonjwa wa Ebola. Ebola ni nini? Ebola ni ugonjwa wa hatari unaosababishwa na virusi vya Ebola, na ni miongoni mwa magonjwa ya milipuko yajulikanayo kama homa ya virusi vinavyosababisha kutokwa na damu mwilini. Chanzo: ugonjwa huu hutoka kwa wanyama, kwa mfano sokwe, popo, nyani, tumbili kwenda kwa binadamu. Maambukizi ya ugonjwa wa Ebola huambukizwa kwa njia zifuatazo: moja, kugusa maji ya mtu aliye na maambukizi ya virusi vya Ebola kama vile mate, damu, machozi, jasho, mkojo, kinyesi na kadhalika. Pili, kugusa au kuosha maiti ya mtu aliyekufa na ugonjwa wa Ebola. Tatu, kutumia vifaa vilivyotumika kwa mgonjwa mwenye Ebola. Nne, kujamiana na mtu mwenye virusi vya Ebola. Dalili za ugonjwa wa Ebola: moja, kuwa na homa kali. Mbili, kulegea mwili mzima. Tatu, maumivu ya misuli. Nne, kuumwa kichwa na madonda kooni. Tano, kutokwa na damu kupitia sehemu za wazi za mwili kama vile mdomoni, machoni, puani, masikioni na sehemu za haja ndogo na kubwa. Kuzuia maambukizi: kuepuka kugusa majimaji kutoka kwa mtu mwingine mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Mfano: damu, matapishi, machozi, makamasi, mate, kinyesi na kadhalika. Pili, kuepuka kugusa au kuosha maiti ya mtu aliyekufa akiwa na dalili za ugonjwa wa Ebola. Tatu, kuepuka kutumia sindano, nyembe, mikasi, kitanda, godoro na vilivyotumika kwa mgonjwa mwenye dalili za Ebola, ikiwemo na vyombo alivyotumia mgonjwa wa Ebola. Nne, kuepuka kukutana kimwili na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Tano, kuepuka kugusa wanyama, mfano tumbili, popo, nyani, sokwe na kadhalika. Sita, kuwahi kufika kituo cha kutolea huduma mara tu utakapoona au utakapohisi dalili za ugonjwa wa Ebola. Kutoa taarifa mapema kwenye kituo cha kutolea huduma za afya au kwa viongozi wa serikali za mitaa mara tu utakapoona mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. 8, epuka kula nyama pori na kugusa mizoga ya wanyama. 9, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni. 10, epuka kusalimiana kwa kushikana mikono, ikiwa ni pamoja na kukumbatiana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Ndugu waganga na wakunga wa tiba asili, hizo ndizo dalili ambazo mgonjwa wa Ebola unatakiwa uepukane nazo. Waganga wa tiba asili, niwaombe muwe makini, muwe waangalifu, kwa sababu nyinyi ni wahudumu ambao mnapokea wageni kutoka nchi za jirani, nchi za Uganda, Rwanda, Kongo, wote mnawapokea nyinyi. Kwa hiyo sasa mnapoona ana dalili za kutoka damu puani, msifanye mazoea ya kusema kwamba huo ni ule ugonjwa unaoitwa umuna. Sio umuna. Ukiona natiririka damu
wahi sana kituo cha afya ili madaktari wachukue uchunguzi wao. Kama ni MUNA watakurudishia mgonjwa wao, kama ni Ebola waendelee kumshughulikia. Na wewe pia uliyempokea, kuwa na uangalifu. Kwanza mgonjwa anawe mikono na sabuni na maji tiririka. Asanteni sana waganga kwa kunisikiliza. Nashukuru sana.